ni kwamba ukombozi ni kuhusu ukombozi wa kifamilia, ukombozi wa kifamilia. Na familia ilianzishwa na Mungu mwenyewe. Familia ilianzishwa na Mungu mwenyewe. Nenda kuangalia kile kitabu cha Mwanzo chapter 2 verse 24. Mwanzo 2:24. Familia ilianzishwa na Mungu mwenyewe, sio mwanadamu. Hiyo ni taasisi ambayo ilianzishwa na Mungu. Sababu Mungu alikuwa na mpango mzuri kabisa na mwanadamu. Najua kwamba alimuumba Adamu kwanza, baada ya kuangalia, baada ya kuumba vitu vingine vyote mpaka wanyama na nini, akaona hakuna kile ambacho kinaweza kuwa kinamfanania Adamu. Ndio akaomba sasa mwanamke. Bwana asifiwe. Hiyo familia ni Mungu mwenyewe alianzisha. Mwanzo 2:24 anasema kwamba kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, na ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Mwanaume na mwanamke wataacha kwao baba yake na mama yake, wataandamana na mumeo, nao watakuwa ni mwili mmoja. Bwana asifiwe. Sio wawili tena, nini? Wanapokutana na kuunganika wanakuwa ni mwili mmoja. Bwana asifiwe. Haleluya. Sema, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Bwana asifiwe. Walizaliwa na wazazi tofauti, naweza kuwa ni ukoo tofauti, familia tofauti, lakini sasa wamekutana, wamekuwa ni kitu kimoja. Muunganiko huu wa baba na mama kuishi pamoja ndiyo mwanzo wa familia. Muunganiko huu wa baba na mama au mwanamke na mwanaume kuishi pamoja katika ndoa ndio mwanzo wa familia. Kisha watoto hufuata baadaye, na hatimaye familia kuwa kubwa. Kwanza wanaanza baba na mama, ndio mwanzo wa familia, alafu watoto wanafuata, halafu inakuwa familia kubwa ambayo ni Mungu mwenyewe ameianzisha kupitia baba na mama. Bwana asifiwe. Jambo la muhimu moja, familia ikiwa imara, kanisa litakuwa imara, taifa litakuwa imara. Yaani familia ikiwa imepona, kuna amani, kuna furaha, mambo yako sawa, kanisa pia litakuwa sawa na taifa litakuwa sawa. Bwana asifiwe. Kwa familia inapoharibika, inapokuwa hawako sawa, kuna vurugu, kuna shida, pia kanisa linakuwa na shida na taifa pia linakuwa na shida. Bwana asifiwe. Haleluya. Hata kama watakuwa kwenye ibada, lakini unajua kuna amani. Wengine hata watakaa nyumbani, lakini bado hakuna imani, hakuna amani. Bwana asifiwe. Jambo la pili, lakini familia ikiwa dhaifu, kanisa litakuwa dhaifu na taifa kwa ujumla litakuwa dhaifu. Familia zikiwa haziko imara, familia ziko kitu kimoja, kuna vurugu, baba mama hawaelewani, watoto hawaelewani, kwenye familia hawako sawa, pia kanisa litakuwa dhaifu na taifa pia litakuwa dhaifu. Bwana asifiwe. Mungu alianzisha kitu kimoja cha muhimu sana na cha msingi sana,
katika maisha ya mwanadamu. Mwanadamu anapoishi hapa duniani anatokana na familia, na ili aweze kuwa na ushirika na Mungu, naitwa kanisa. Na ili kwenye taifa pia linamwita. Haya ni maisha, kanisa linamwita, taifa linamwita, familia ndio hivyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa familia inapokuwa dhaifu, kanisa linakuwa dhaifu, pia taifa linakuwa dhaifu. Bwana asifiwe. Ndiyo maana shetani akitaka kulipiga kanisa, shetani akitaka kupiga kanisa, anaanza na familia. Bwana asifiwe. Ana kwenye familia kuwa na vurugu, haya familia hawaanza kuja kanisani. Hakuna amani, hata na maana ya kwenda kanisa tena. Kama hawaelewani, kama hawako sawa kule nyumbani, familia zikiwa na vurugu, hazitaona maana ya kanisa, hata maana kumwabudu Bwana, hawataona maana kumtumikia Mungu, hawataona maana ya kanisa. Bwana asifiwe. Ndio maana shetani akitaka kuvuruga kanisa anapiga familia kwanza. Bwana asifiwe. Anahakikisha anapiga familia moja kwa moja. Kwanza akifanikiwa kupiga familia zetu, ujue hapo amefanikiwa kupiga kanisa. Bwana asifiwe. Akifanikiwa kupiga familia kwa kwamba amefanikiwa, ujue hapo amefanikiwa kwa sehemu kubwa kulipiga kanisa. Kama kuna mtu ananielewa, familia zinaposambaratika, kanisa nalo linasambaratika. Kwa sababu kanisa linaanzia wapi? Kwenye familia, na kanisa linaanzia nyumbani. Bwana asifiwe. Ukiona watu wako vizuri kanisani, ndio hata kwenye familia wako vizuri. Haleluya. Bwana asifiwe. Ukiona watu wako vizuri kanisani, ndio hata kwenye familia wako vizuri. Ukiona kanisani watu wako vizuri, ndio ile familia pia iko vizuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Na shetani anajua hicho. Na hiyo kwenye kanisa watu wanapomwabudu Mungu na kupenda Mungu na kumtumikia, shetani anakosa ile nafasi au ile nguvu ya kuweza kuharibu watu. Bwana asifiwe. Na katika kanisa ndipo kuna vita kubwa sana na shetani. Ndani ya kanisa kuna vita kubwa sana na shetani. Kanisa linaposimama, shetani anakosa nguvu ya kupiga watu ndani ya kanisa. Kanisa likiwa na nguvu ya Mungu, shetani anapata shida sana. Maana watu wanakuja kanisa, wanafunguliwa, wanawekwa huru, wanatoka kwenye vifungo, shetani anasikia vibaya. Na hiyo mpango wa shetani kabisa ni kukosesha mbingu baada ya kuharibu destiny yako hapa duniani. Anapopata nafasi, akikupiga kwenye familia, kanisani utakuja. Bwana asifiwe. Hapo kila akifanikiwa tu, kanisa nalo ndio hivyo. Kuna vita kubwa inaendelea katika familia zetu. Ukweli ni kwamba shetani amezivuruga familia zetu. Amevuruga familia zetu. Hata kwenye ndoa watu hawana amani, ndugu wanachukiana,
watoto nyumbani hawatuli. Yani kwenye familia hii generation kwenye familia kuna shida sana. Unakuta mume na mke hawalali kitanda kimoja, mume na mke wanalala mtu chumba chake, unakuta mume na mke hawali mezani pamoja. Yaani shetani ameendelea kuzipiga familia, kuzivuruga sana familia. Ndugu wa familia hawaongei bila sababu ya wamezaliwa pamoja, baba mmoja, mama mmoja, hawaongei pamoja. Bwana asifiwe. Haleluya. Hawaongei kwa wamezaliwa tumbo moja, baba mmoja, mama mmoja, hawaongei pamoja. Hasa mapenzi ya Mungu shetani amevuruga. Shetani amevuruga. Ndugu wa familia hawaongei bila sababu ya maana. Ukienda kwenye kesi, uliza sababu, utapata sababu ya maana. Sababu kuna roho chafu zimeachiliwa kwa familia ili zisiweze kusonga. Kuna roho chafu, na kama una Mungu, una Yesu, ndugu yangu, uko kwenye shida kubwa sana. Bwana asifiwe. Yaani kile ambacho kinaanza kumpa shetani shida ni mtu ambaye ana Yesu na anamaanisha. Anaweza kumpa shetani shida. Lakini mtu ambaye ana Yesu ndani yake, hawezi shetani anacheza naye kama kawaida. Yule ambaye wokovu wake ni wa mdomo tu, hajamaanisha kwa Yesu, shetani anacheza naye kama kawaida. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna roho chafu zimeachiliwa kwa familia ili zisiweze kusonga. Kuna familia zingine watu hawalali kwa sababu ya majini, hawalali usingizi usiku. Mkiagana kwenda kulala, hii siko ndani kwenye vitanda, hii siko kwenye room mahali wanakuwa, hii siko, wanateswa na majini, hawalali usingizi. Wengine wanaota ndoto za kutisha. Wengine wanaota kama wanafukuzwa usiku. Wengine wanaota kama wanakatwa na mapanga. Wengine wanaota kama ndugu zao wanawafukuza, wanawakimbiza. Wanasiku. Wengine wanaota wananyongwa usiku na majini. Na wananyongwa kweli. Yaani wanateseka. Wanasiku. Kuna familia watu hawalali kwa sababu ya majini. Mtu angalie Isaia 30:21. Kuna watu wanateseka, sio watu wanatembea kwa njiani. Sio mtu amevaa suti yake na kiatu kizuri. Sio mtu amenyonga tai yake. Usiku, kuna mambo yanaendelea. Wanasiku. Unajua shetani huwezi ukamwogopesha na elimu yako, kazi nzuri yako, suti nzuri yako, magari yako na mali yako na vitu ulivyonazo, kama una Yesu ndani yako, huwezi kumtishia shetani. Haleluya. Atayatuma tu na atalia kwako. Tena zaidi ya moja. Hebu tusome pale. Isaya 30:21. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 13:21. Nitasoma Isaya 13:21. Lakini huko watalala hayawani, wakali wa nyikani, na nyumba zao zitajaa vumbi. Yes. Huko kwenye nyumba huko watalala hayawani wakali na vumbi zitajaa vumbi. Mbuni watakaa huko na majini watacheza huko. Wapi? Rudia wapi? Lakini huko watalala hayawani, wakali wa nyikani,
na nyumba zao zitajaa mbuni watakaa huko, na majini watacheza huko. Huko hapo kwenye nyumba zao, kwenye hizo familia. Sema lakini huko watawala hayawani, wakali, wanyikali, na nyumba zao zitajaa mbuni watakaa huko, na majini watacheza huko. Kwa ndani ya nyumba, kama una Yesu kama una Yesu niambie, utalala usingizi? Bwana, ni maisha watu wanayapitia kwa sababu ya kumkosa Mungu kwenye maisha. Ni maisha familia zingine zinapitia. Kuna watu wanateseka usiku, hawalali usingizi. Wanapomleta pale kwa sababu na Yesu ndani yako, kuna watu hawalali usingizi. Wanateseka, wananyongwa usiku. Haleluya, wananyongwa usiku. Maisha hayawani, mbuni, majini watalala huko. Nani wamekomboa familia yako? Mahali umetoka, umezaliwa huko. Nani wamekomboa familia yako? Swali moja ni nani wamekomboa familia yako? Maana tumeshaona huko kwenye familia huko majini, mbuni, sijui na nini. Umesema ngapi hapo? Sema. Lakini huko watawala hayawani, tena ni wakali sana, sio wapole, wanikali, na nyumba zao zitajaa nini? Mbuni watakaa huko, na majini watacheza huko. Familia huko utapitia shida. Nani anafaa kuikomboa hiyo familia yako sasa? Wewe mwenyewe, kwa msaada wa Mungu. Wewe ambao umeokoka sasa, wewe ambao umeokoka ndio unafaa kuikomboa familia yako. Wewe umeokoka, una kazi kubwa, una majukumu. Nitakufundisha wokovu. Nilifunza siku moja kwa wokovu bila nguvu za Mungu sio wokovu. Haleluya. Hawa majini watakuja utawala kwako tu. Nachomtishia shetani ni nguvu za Mungu zikiwa ndani yako. Hicho ndio unaweza kutishia na shetani. Sio wokovu wa mdomo, sio kusema tu umeokoka. Wokovu unamaanisha unaoshirika na Mungu, unamtafuta Mungu kila wakati, unatamani nguvu zake. Unapokuwa na nguvu za Mungu, hawa hayawani, majini hawa, mbuni hawa hawatapata nafasi kwenye maisha yako. Ezra 14. Nani anafaa kukomboa familia yake? Ni wewe mwenyewe uliokoka. Kila wanachokipitia kikupa uchungu, labda ni wanapitia maisha, yaani wanateseka, wanapigwa makelele, wanatembea hawaeleweki. Wewe ndio unataka kusimama. Ezra 14. Nitasoma Ezra 14. Inuka, maana shughuli hii ya kuhusu wewe, na sisi tu pamoja nawe, uwe na moyo mkuu ukaitende. Bwana asifiwe. Inuka, kwa sababu hii shughuli inakuhusu wewe. Nasi tuko pamoja na wewe. Malaika wa Bwana. Wewe ambao umeokoka, usione kwenye nafasi yako. Hiyo sio ya kuomba familia yako, ni ya kwako. Ndio sema kwamba siku za mwisho watu watakuwa ni wenye kujipenda wenyewe. Umeokoka, una haja tena na familia yenu, wazazi wenu, ndugu zenu, wadogo zako uliozaliwa na wao, ule ukoo mmoja ule, wanateseka, wana shida, wametekwa. Lakini wewe kwa sababu umeokoka, hauna haja na wao, umetosheka. Hii shughuli inakuhusu wewe. Bwana, kimani ukatae, usilale, usema hapana, nitasimama kwenye mtengo. Mimi ndio mwakilishi wa familia. Mimi ndio mchungaji wa familia. Usimame kwenye nafasi yako, kwenye pengo. Useme sasa nitapambana. Bwana asifiwe. Ezekieli 22:30. Anayetakiwa kukomboa familia yako ni wewe mwenyewe uliokoka.
Simama kwa nafasi yako. Usiwe na wokovu wa mazoea. Unahitaji nguvu za Mungu ambazo zinatafuta kwenye maombi na kusoma neno la Mungu. Unataka kumjua Mungu, utapata hizo nguvu. Ezekieli 22:30. Nitasoma Ezekieli 22:30. Nami nitakutafuta mtu miongoni mwao atakayenitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini si kuona mtu. Bwana asifiwe. Amen. Mungu anasema nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayenitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini si kuona mtu. Haleluya. Mungu anaangalia kwenye ile familia mahali umetoka, anakuangalia wewe. Bwana asifiwe. Kama unatimiza wajibu ili kuikomboa ile familia ambayo inateseka, wewe pia ndio mmoja umeokoka kwenye ile familia. Nasema akaangalia, hakuna mtu. Mara ngapi Mungu ametembea kwako, ametembea kwenye familia yako na hakuna mtu, unasema umeokoka. Bwana asifiwe. Nini ulifunga kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya ndugu zako, kwa ajili ya wazazi wako, kwa ajili ya wadogo zako? Nini ulifunga? Lini uliomba? Lini ulimwita Mungu ili wakombolewe wafunguliwe? Lini ulijitoa sacrifice? Nasema hapana, Mungu anateseka sana, wameonewa sana, ukasimama kwenye tembo. Nasema akatafuta mtu wa kutengeneza boma, hakuona boma limeharibika. Bwana asifiwe. Wewe kienda tu nasikia uko poa, maana una Mungu ndani yako. Wale wanateseka usiku, wananyongwa, majini yanawakamata. Bwana asifiwe. Utajuaje familia yako imefungwa? Utajuaje familia yako imefungwa? Moja, uwepo wa vifo vya mara kwa mara. Kuna vitu vinaweza kusababisha ujue kama familia yako imefungwa. Kwa mfano, kuwa na vifo vya mara kwa mara. Roho ya mauti inaandama familia. Kuna familia ambazo baada ya muda fulani lazima mtu afe. Haleluya. Kuna familia fulani baada ya muda kuna familia lazima mtu afe. Kitu cha kushangaza, hivyo vifo vinatokea kwa kila mwaka wakati ule ule. Kama ni mwezi wa 8, kama ni wa 10, ni wa 10. Familia iko kwenye vifungo. Wanasikia. Na vifo vinatokea kila mwaka, kunakuwa na vifo, na mwezi ni ule ule wa 8 au wa 10. Hapo unakaa tu unatulia. Akatafuta mtu hakuona. Yaani miezi inafanana. Tunasema kwa mazuri. Haleluya. Bwana tunakwambia tuko kwenye mifungo. Wewe Mungu ndio unalala. Roho ya mauti ikikamata familia, haiwezi kujificha, bali itaonekana. Roho ya mauti ikikamata familia haiwezi kujificha, inaonekana. Watu wanakufa. Kwamba kuna mauti katika familia, kwamba si watu wanazika, ile familia si kila mwezi wa 8 wanazika, si kila mwezi wa 10 wanazika. Hapa hakuna kujificha. Bwana asifiwe. Roho ya mauti ndani ya familia, kunakuwa na mikosi, balaa na majanga yasiyokoma. Kwa familia kunakuwa na mikosi, balaa, majanga yasiyokoma, matatizo ya kila aina kwenye familia. Fungu. Bwana asifiwe. Ajali zinazofanana kwenye familia, kwenye familia. Unakuwa na ajali zinazofanana. Si kama sio kukutana mtu akakwambia, unajua fulani ndugu yake alipata ajali mwaka fulani. Mwaka uliofuata mwingine akapata ajali. Roho ya mauti ndani ya
ya familia, uharibifu wa mali, uharibifu wa mali. Yaani hata kama kutakuwa na mali, roho iliyoko kule inasababisha ile mali, kunakuwa na watu wanaitumia ovyo, inaharibika, wanaharibu ile mali, haina faida kwao. Bwana haleluya. Yaani roho ya mauti inaambatana ni mikosi, balaa na majanga yasiyokuwa. Inaambatana ni ajali zinazofanana. Inaambatana ni uharibifu wa mali, roho ya mauti. Hizi dalili hizi zinafanya isiweze kujificha, na ziko kwenye familia. Nani anatakiwa kufanya hiyo kazi ya kukomboa? Ni wewe. Kwa mauti kwa wazaliwa wa kwanza, ingine inaweza wazaliwa wa kwanza kwenye hiyo ukoo. Yaani kila mtoto wa kwanza akizaliwa anakufa, haishi. Bwana asifiwe. Akizaliwa mtoto wa kwanza mwenye ana roho ya mauti. Kawaida roho ya mauti ni roho ya uharibifu. Kwa hiyo wazaliwa wa kwanza ni watu wanaowindwa sana. Ndio maana unaweza ukashuhudia watoto wa kwanza wakipitia shida ya uharibifu mkubwa, hata kufa kabla ya wakati. Unajua wazaliwa wa kwanza ni lango. Shetani anawawinda sana, anawaharibu. Wengine hata wanakufa mapema, wanaishi kwa shida, kwa mateso. Mzaliwa wa kwanza kwenye familia ni lango, na shetani anajua hicho, ndio maana anakuja kuharibu. Wakati wanakufa hata baada ya wakati wao. Nilikuwa nakusudia kwamba kuna mtoto wangu anaokoka sasa, ana 40 years. Hiyo ni first born wangu. Lakini kile ambacho amekipitia ni langu hilo, amekipitia. Mlevi kupindukia, bangi, dawa za kulevya, wizi. Nikikuonyesha picha yake hapo ukasema anakinaka lango. Shetani anaona lango mpaka sasa hajaoa. Yameokoka juzi, amerudi nyumbani. Ndio. Na nimeomba mpaka nimetoa sadaka, mpaka picha zake nimepeleka kanisani. Alikuwa anaitwa Arusha kama bishop mwingine anaitwa Elibari Kisumbi. Kwa bora sababu ingine kuongea vizuri. Nikaona mpaka na picha zake. Maana mimi mwenyewe nimepambana kule kiasi sio saidia. Haleluya. Bwana asifiwe. Kini sasa nashukuru Mungu ameokoka sasa hivi. Yesu makofi. Mzaliwa kwanza ni lango, kana shetani anapigana naye sana. Jambo la pili, kuharibika kwa mimba. Haleluya. Mara nyingi tunaona roho ya mauti ikiharibu mimba. Wakati mwingine mama anapoteza mtoto wakati wa kujifungua, mara nyingi zaidi. Hivi unajua kuna wanawake hawashiki mimba kabisa, haikishika baadaye kutoka kwenye familia. Yaani hashiki mimba kabisa, na ikishika inatoka. Bwana roho imevamia familia, hakutaki uzao, hawashiki mimba kabisa, na akishika baadaye kutoka. Na wakati mwingine hawezi kujifungua kwa njia sahihi. Kwa hiyo roho ile inatembea. Kila mwanamke akishika mimba operation. Hii ni spirit.
Bwana asifiwe. Hiyo ni spirit. Wakati tunazaliwa sisi, mama alikuwa sikia naenda, akifika hapo kichakani anaona mwenyewe mtoto. Hajafika hospitali. Bwana asifiwe. Haleluya. Hapo nasikia mama amekuja huko mbio, mama kama wana watano wameingia ndani, wamekuja na maleso yao, baada nasikia mtoto kuna unakwenda hospitali. Leo hii kati ya wanawake watatu ndio warejesha. Au wote mmoja ndio anajifungua ndogo. Hiyo ni spirit. Wanasifiwa. Wakati mwingine siku watu wanataka kuharakisha. Wanataka kusukuma kwa nguvu, wanataka. Wanasifiwa. Haleluya. Roho kwenye familia. Bwana asifiwe. Mpe Bwana makofi mazuri. Yaani badala ya mpasi azae kuanzia sahihi, lazima hapa operation. Jambo la tatu, kufa mapema. Kuna wanaume ambao wameoa katika familia iliyokamatwa na roho ya mauti. Haleluya. Wale watu wanasemaga hiyo familia ifunja. Iko na mfano. Yaani ukiwa huko mtu lazima ukufe. Anakuja wa kwanza nao anakufa. Wa pili nao anakufa. Watoto anakufa. Wewe unahitaji ikabila yako. Wewe kitega lazima ndeke ifunja. Mwanamke ni mzuri, ni mrembo, lakini hata uoe utaishi na baada ya muda umekufa. Roho ya mauti. Kuna wanaume ambao wameo katika familia iliyokamatwa na roho ya mauti. Basi lazima wanaume hao pia nao wafe mapema kabla ya wakati. Ndio maana kuna baadhi ya familia wajane ni wengi sana. Unachelewa ni mzuri. Nini mbona amebaki hapa nyumbani? Unakuta ile familia, msichana wa kwanza yuko hapo, wa pili yuko hapo, wa tatu yuko, wa nne yuko hapo. Hao wale na wana sura nzuri wanawaka. Kila roho ya mauti. Na watu kwenye kijiji wanashajua. Bali ukienda hapo wanaambiana, wanapiga story. Tano kwa barabara wakitembea. Msichana ni mzuri. Oh, wewe ni alimu. Wewe alikufa. Nani alikufa? Nenda ukanyage huko. Bwana asifiwe. Ukiwa tu kwenye biashara imeisha. Jambo la nne, ugomvi usioisha. Hakuna kwenye familia kuna ugomvi kila wakati. Maadui wanagombana bila sababu ya msingi. Bwana asifiwe. Haleluya. Na kufuria kuzifungwa kwa uko ndani ya familia, inawezekana ni uko kwako au kwa jirani, ni mambo yako kwenye familia. Mandugu wanakosana bila sababu, hawaongeleshani, hawasalimiani. Walizaliwa tumbo moja, walikuwa pamoja, walisoma pamoja, wamekuwa sasa hivi hawaelewani tena, hawaongee pamoja, hawasalimiani. Kuna familia zina ugomvi wa kudumu hapo mshaka. Ukikuwa leo kesho utaamka. Ugomvi wa kudumu. Yaani tangu kipindi cha babu waligombana, baba yako amegombana, imefika leo bado mnagombana. Wanasikia. Yaani mambo mimi kuna mambo nime nikakuta kwetu. Yapokuwa ni kwa jirani, babangu alikuwa anakumbania njia ya kupita ili watoto wake wapate njia, watoto wake wapite hiyo waweze kwenda kwao. Yule mtu ambaye angefaa gani ile njia naye mtu mwingine shida. Ugomvi ulikaa muda mrefu zaidi ya miaka 10 mpaka kama anakufa ile njia hiyo. Ugomvi wa mara kwa mara ulianza kwa babu, umekuja kwa baba, sasa ni watoto nao wanagombana. Vifungo. Wanasikia. Haleluya. Ujue hiyo familia kuna familia na namna hiyo haiko sawa. Kuna kifungo. Badala ya kukaa vikao vya mambo vya maendeleo, wala mkae pange
maendeleo, mtafanya mambo biashara, maisha yenu yaende sawa, mnakaa vikao vya kuongea magesi ambayo haishi. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana muitane, ndio kuja hapa, kaka Paulo kuja hapa, akuja tukae tupange, nina pesa hii, sasa tuanze biashara fulani, tufanye biashara fulani. Vikao vyenu ni vya kutatua makesi ambayo ya kudumu haishi. Hii familia itaendelea mbele, itabaki kurudi nyuma tu. Ndio familia moja watu wote kwenye familia ni maskini. Ile historia ni ugomvi. Anagombanaga. Bwana asifiwe. Baada ya kukaa vikao vya maendeleo, mnajikuta mnakaa kwenye vikao vingi vya kusuluhisha makesi, ugomvi wa mara kwa mara. Bwana asifiwe. Ugomvi usioisha unakula muda wa maendeleo kwenye familia. Ile muda mnakaa vikao vya kusuluhisha makesi, kwa muda mngekuwa mnaenda kwenye biashara, kwenye kazi, mngekuwa na maendeleo. Bwana asifiwe. Mwanzo 27:41. Kitabu cha Mwanzo 27:41. Nitasoma Mwanzo 27:41 mpaka 42. Esau akamchukia Yakobo kwa ajili ya ule mbaraka babaye aliyombariki. Esau akasema moyoni mwake, siku za kumlilia baba yangu zinakaribia, ndipo nitakapomuua ndugu yangu Yakobo. Rebeka akaarifiwa maneno ya Esau mwanawe mkubwa, akapeleka mtu kumwita Yakobo. Mwanaye mdogo akamwambia, tazama, katika habari zako Esau ndugu yako anajifariji moyo wake, maana anakusudia kukuua. Imagine, badala wakana ndugu yake wapange vikao vya maendeleo, sasa ni kutoroka. Ugomvi. Badala ya Yakobo angekaa na Esau ndugu yake, wapange kuhusu maendeleo yao ya familia, sasa mmoja ametoroka. Ugomvi wa familia. Wanasifiwa. Ugomvi wa familia. Wanasifiwa. Hebu tuangalie kile kitabu cha Ruthi hapo, tukisoma kuhusu watu wanakufa mapema. Kitabu cha Ruthi 1:3. Bwana asifiwe. Amen. Wanawake ambao wanaume wakioa wanakufa. Ruthi. Nitasoma Ruthi 1:3-5. Akafa Elimeleki mumewe Naomi, na yule mwanamke akasalia na wanawe wawili, nao wakaoa wake katika wanawake wa Moabu, na jina la mmoja aliitwa Orpa na jina la pili Ruthu. Wakakaa huko yapata miaka 10. Wakafa na Maloni na Kilioni wote wawili, na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanawe wawili na mumewe pia. Sikiliza. Roho ya mauti. Akafa wa kwanza, mume wake akafa, wanawe wawili wakafa. Sababu walioa mali ya Mungu, kuna roho ya mauti. Bwana asifiwe. Hebu tuende pale mbele za kitabu cha Yohana 3:15. Kuhusu ugomvi usioisha. Yohana 3:15. Nitasoma Yohana 3:15. Ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile Mwanzo 27 unasoma kumaliza 27 kutoa. Watu wanajifunza ili leo familia yako ikokolewe. Mwanzo 27. Esau akamchukia Yakobo
kwa ajili ya ule mbaraka babaye aliyombarikia. Esau akamchukia Yakobo kwa ajili ya ule mbaraka babaye aliyombarikia. Ni kwa nini? Yakobo alipita shortcut, akamnenea baraka. Sasa akakasirika, kaza ni kumengana kumaliza. Mama yake akamwambia, mama, huko kimesha umwana. Mwanangu, ulipokaa hapa kule nikupoteza na baba yako ameshakufa. Afadhali utoroke. Sasa watu baraka wamekaa vikao. Ungekuwa na amani wangekaa vikao vya kupanga maendeleo leo. Lakini sasa hapa ni ndugu ametengana, mmoja amekimbia. Bwana sifiwe. Haleluya. Ugomvi wa kifamilia wa mara kwa mara unasababisha maendeleo kwenye familia kusiwe na maendeleo. Unachelewesha maendeleo kwenye familia. Anaanza Yakobo baada ya kwenda, anaenda kwako baada ya muda mrefu anarudi tena. Bwana asifiwe. Jambo la tano, matengano. Siku zote matengano yanasababishwa na watu wenye nguvu kwenye familia. Haleluya. Unapoona matengano kwenye familia, kuna sababu. Kuna wenye uwezo na kuna wana uwezo. Ndio maana hata kwenye vikao vya kifamilia ni kama tangelewa. Wanapokaa vikao, watu ambao wanakuwa na sauti ya kuongea ni wale wenye uwezo. Kama una uwezo ukijaribu kusimama, ukiongea hapa kubaliki. Yule ambaye ana uwezo hata kiongea cha ujinga kinakubalika. Hiyo hawa ndio wanasababisha matengano kwenye familia. Sisi wana nguvu, wanadharau wale ambao hawana kitu, wanawadharau. Hiyo matengano kwa familia yanasababishwa na wale wenye uwezo. Manake hawa ambao hawana watasema nini mbele yao? Wanakwenda kwenye vikao vya familia, wanapokaa vikao, wenye sauti ya kuongea nao ambao wana uwezo. Wala wana uwezo hata wakiongea, haionekani kama wameongea kitu. Wanasikia. Haleluya. Hicho ni kifungo. Jambo la sita, magonjwa ya kurithi. Kuna magonjwa ya kurithi. Kisukari, kansa, roho chafu, magonjwa ya kurithi. Baba yako alikuwa na kisukari, baba kisukari, wewe kisukari. Bwana asifiwe. Hicho ni kifungo. Kulikuwa na kansa, babu wa babu, imekuja mpaka kwako kuna kansa, mpaka uko na kansa. Roho zingine chafu, mapepo yakamekalia watu wenu. Wameondoka, yamekuja kuhamia tena kwako, roho chafu. Vifungo. Bwana asifiwe. Vifungo ambavyo kama mtoto wa Mungu unafaa kupambana nacho. Inawezekana hapo kwako, yuko kwenye familia, Mungu akatafuta mtu wa kutengeneza bomba, akakuta hakuna. Hii kazi inakuhitaji wewe. Bwana asifiwe. Haleluya. Jambo la saba, kubaki mahali pamoja, kwenye eneo moja tu, mnakuwa ni pale kwenye eneo moja tu. Kwenye familia mnakwama kwenye eneo moja. Kwa mfano, kielimu. Yaani yule wa kwanza aliishia darani, wanafuata wengine wote. Aliishia form 2, wanafuata wengine wote. Aliishia form 4, wanafuata wengine wote. Eneo moja. Hakuna anayefika university. Bwana asifiwe. Haleluya. Hakuna anayefika wapi? Hakuna anayefika university. Wanakoma wapi? Kwenye eneo moja. Kwenye familia. Kaka mkubwa aliyefuata mpaka yule mtoto wa mwisho wamekoma wapi? Kwenye eneo